Huenda mashabiki wa klabu ya Young Africans walikuwa wamewamisi sana Sure Boy pamoja na Farid Musa, wachezaji ambao wanaitumikia klabu ya Young Africans na walikosekana ndani ya pitch kwa muda fulani hivi kutokana na sababu ambazo ni za kiufundi, kutokana na maelezo ya head coach wa klabu hiyo Pedro Gonçalves alivyoulizwa na uongozi wa klabu ya Young Africans. Hayo ndiyo yalikuwa majibu yake, kwa sababu za kiufundi ndio maana wachezaji hao hawaonekani katika pitch na kujumuishwa katika kikosi cha machampions hao Young Africans. Asa leo ni siku ambayo Young Africans wameingia kambi rasmi kutoka ile break fupi ya kalenda ya FIFA. Tayari Young Africans siku yao ya kwanza ya mazoezi wamefanya katika uwanja wa KMC Complex hapo jijini Dar es Salaam, ambapo mazoezi ya kumkaribisha kocha msaidizi yamefanyika hapo, lakini pia kulikuwa na media day kwa wachezaji wote wa klabu ya Young Africans. Wamepata fursa ya kuongea na uandishi wa habari, na sisi tukasema kwamba hatuwezi tukakaa hivi hivi, tukuletee moja kati ya matukio makubwa kadha wa kadha ambayo yamejiri katika mazoezi hayo ambayo Young Africans wameyafanya katika uwanja wa KMC Complex hapo jijini Dar es Salaam. Farid Musa na Sure Boy wakionekana katika uwanja wa mazoezi, na kitu kikubwa ambacho mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans walikuwa wameshakwisha kuanza kuhoji, na komenti nyingi ambazo zimekuwa zikinifikia mashabiki wanauliza wachezaji hawa wako wapi na hawapati nafasi kwa sababu gani? Na hii hapa sasa ni rasmi, wachezaji hao tayari wameshakwisha kuingia katika mfumo wa mwalimu na wameshakwisha kuanza mazoezi ndani ya kikosi hiko cha Young Africans. Katika vikao na waandishi wa habari, mchezaji ambaye ameonekana kutoa hisia kari na kutoa ya moyoni juu ya kila ambacho anakipitia katika klabu hiyo ya Young Africans ni Emmanuel Mwanengo, mchezaji na mshambuliaji wa klabu hiyo raia wa Tanzania ambaye anaitumikia klabu hiyo ya Young Africans kwa sasa, mara baada ya kuwepo kwa majeraha kadha wa kadha katika safu ya ushambuliaji ya klabu hiyo ya Young Africans. Emmanuel Mwanengo ambaye mwanzo alikuwa anatumika kama winga alipewa jukumu la kumaliza mkoba kama striker wa klabu hiyo, kucheza kama striker namba 9 wa klabu hiyo katika michezo kadha wa kadha, hasa mchezo ambao umeibua hisia sana. Ni mchezo ambao walikaribishwa na Mtibwa Sugar, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa Jamhuri ya Muungano hapo Dodoma, ambapo mchezo huo ulichezwa na akikosa bao la wazi kabisa. Kitu hicho amekielezea kwa ufupi zaidi, akisema kwamba katika kitu ambacho kinampa maswali mengi ya kujiuliza ni hicho, angejiona amekuwa zaidi kama angeweza kuscore bao katika mechi hiyo. Alijiona kama ana nafasi ya kuipa ushindi na klabu hiyo ya Young Africans na ikaibuka na pointi 3, lakini yeye hakufanya hivyo kwa sababu ambazo amejiraumu kwamba hakuwa makini, lakini kama angekuwa makini katika nafasi hiyo angeweza kuscore bao na angeweza kuipa ushindi katika mechi hiyo timu yake ambayo anaitumikia kwa sasa, klabu ya Young Africans. Hana shida na wala hana hofu kabisa na komenti za mashabiki na wanachama wa klabu hiyo Young Africans juu ya komenti ambazo wanamtumia. Na moja kati ya kitu kikubwa ambacho amekisema kwamba anashambuliwa sana kwa komenti ambazo zinasema kwamba yeye ni mdogo, hawezi kuwa mshambuliaji wa klabu ya Young Africans. Yani viatu vya namba 9 kwa Emmanuel Mwanengo havimtoshi katika klabu ya Young Africans. Hicho kitu amesema kinamuuma sana. Angeweza kuscore bao na hayo yote asingeweza kutokea, lakini hawezi kufanya lolote zaidi sana. Anamwomba Mungu amjalie aweze kuwa na kiwango bora katika mechi zijazo, ili aweze kuwafurahisha wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans ambao wanatuma hizo comment na ambao wanamuona kama hatoshi kuwa katika sehemu ya safu ya ushambuliaji katika klabu hiyo ya Young Africans. Lakini kitu kikubwa ambacho kimeendelea kutrend sana katika mitandao ya kijamii na mimi hapa nikasema siwezi kukaa nacho nikuletee, ni kumkaribisha Abdulhamid Mollane, kocha msaidizi wa klabu ya Young Africans ambaye hivi karibuni ametambulishwa na
uongozi wa klabu hii Young Africans. Moja kwa moja leo itakuwa ni siku yake ya kwanza, ilikuwa ni siku yake ya kwanza katika mazoezi katika klabu hiyo ya Young Africans, akipokelewa na wachezaji na shangwe likirudi juu ya wachezaji ambao walikuwa wanamjua, ambao wamefanya nao kazi kabla hajatimka katika klabu hiyo, na sasa amerejea kwa nguvu mpya na hali mpya. Msemaji wa klabu hii Young Africans Ali Shabani Kamwe alinukuliwa akisema kwamba anatamani kuiona ligi kuu ikirejea, na jinsi ambavyo wamejipanga basi ni moja kwa moja wanakwenda kutangazwa mabingwa wa ligi kuu NBC Premier League kwa msimu wa 2025-2026, kwa sababu anaiona kabisa Young Africans hii ambayo ipo kwa sasa hivi na iliyoletewa kocha Abdulhamid Molan, anaiona kwamba ni Yanga ambayo haiwezi kuzuilika katika jambo lake, na hivyo ndivyo alivyokuwa akijinadi msemaji huyo wa klabu ya Young Africans juu ya kila ambacho kinaendelea kwa sasa katika klabu hiyo ya Young Africans. Young Africans wameshuka dimbani wameshuka uwanja wa mazoezi siku ya kwanza leo, lakini mazoezi yao yakiingiliwa na changamoto ya mvua na kupelekea kutomaliza mazoezi katika uwanja wa KMC Complex hapo jijini Dar es Salaam, na kesho asubuhi watakuwa katika uwanja wa Gymkhana ambako ni uwanja ambao wanaofanyia mazoezi, lakini pia ni uwanja ambao mara nyingi tumeona wakiwa katika sehemu hiyo. Young Africans wanategemea kwenda kuianza tena safari yao ya kusaka ubingwa katika ligi kuu ya Tanzania, lakini si hivyo tu. Alisikika mwanachama mmoja wa klabu hiyo Young Africans akisema kwamba atakuwa na furaha endapo akichukua ubingwa amemfunga mtani. Mtani ni nani? Ni Simba Sports Club. Je, Simba nao watakubali kuwa vibonde wa klabu ya Yanga wakifungwa mara 7 mfululizo na sare moja? Hiyo mimi sijui. Basi unaweza ukadrop comment yako hapo chini katika comment section ili uweze kuniambia, je, inawezekana Young Africans wakaendeleza ubabe katika mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo inachezwa mwezi wa 5? Kwa taarifa ambazo tunazo za uhakika kabisa, dabi ilitakiwa ingekuwa imeshachezwa, lakini ikasogezwa mbele mpaka mwezi wa 5, mechi ya marejeano ambayo Young Africans anaamini atakwenda kupata point katika mechi hiyo.